Hatua kubwa kuelekea amani kutokea kule Gaza imeanza kuchukua sura mpya. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba Israeli imekubali kuondoa wanajeshi wake katika maeneo fulani ndani ya Gaza, hatua ya kwanza kuelekea kusitisha vita vilivyodumu takriban miaka miwili. Kupitia ukurasa wake rasmi wa kijamii, Trump pia amechapisha ramani inaonyesha mipaka mipya ya mstari wa awali wa uondoaji ambao kwa mujibu wake umejadiliwa na kukubaliwa na pande zote mbili. Trump aliandika hivi kwenye ujumbe wake: baada ya mazungumzo ya muda mrefu, Israeli imekubali mstari wa awali wa kuondoa vikosi tulivyovionyesha na kuwasilisha kwa Hamasi. Mara tu Hamasi watakapothibitisha usitishaji wa mapigano utaanza mara moja. Kutakuwa na kubadilishana kwa mateka na wafungwa, na tutaweka mazingira ya hatua inayofuata ya uondoaji inayoleta karibu na kumaliza janga hili la miaka 1000. Kauli hii imezua matumaini makubwa, lakini pia maswali mengi kuhusu namna mpango huu utakavyofanya kazi kwa vitendo na ikiwa Hamas itakubali rasmi. Waziri Mkuu wa Israeli ndugu Benjamin Netanyahu amethibitisha kwa mazungumzo ya kuachiwa kwa mateka yatafanyika nchini Misri chini ya usimamizi ya wapatanishi wa kimataifa. Hata hivyo, Netanyahu alisisitiza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza pekee. Amesema wazi kwamba katika hatua ya pili, Hamas itavuliwa silaha na ukanda wa Gaza utakuwa eneo lisilo na kijeshi. Hili linaweza kufanyika kwa njia ya kidiplomasia kwa mujibu wa mpango wa Trump au kwa njia ya kijeshi ikiwa italazimika. Kauli hii inaonyesha kuwa Israel bado haitarajii kuondoka kabisa Gaza mpaka itakapohakikisha Hamas haina tena uwezo wa kijeshi. Hadi sasa Hamas haijatoa majibu rasmi kuhusu mpango huo wa Marekani. Wachambuzi wanasema ukimya huu unaweza kumaanisha kuwa wanaofanyia tathmini ya kina au bado wanashikilia baadhi ya masharti kabla ya kukubali rasmi usitishaji wa mapigano. Mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Misri yanatajwa kuwa na jukumu muhimu katika kuhakikisha hatua hii ya awali inafanikiwa. Iwapo mpango huu utafanikiwa, utakuwa mwanga mpya wa matumaini baada ya miaka miwili ya vita vilivyoharibu zaidi ya 70% ya Gaza na kuua makumi ya maelfu ya raia. Lakini kama Hamas itaukataa au Israeli ikasita kutekeleza kikamilifu ahadi zake, dunia inaweza kushuhudia kuzuka kwa duru mpya ya mapigano. Lakini kwa sasa macho ya dunia yako Gaza, Cairo na Washington. Trump anasema huu ni mwanzo wa kumaliza janga la miaka 1000, lakini kwa Wapalestina na Israeli suluhu ya kweli bado ni ndoto yenye mashaka mengi zaidi. Je, huu ndio mwisho wa vita au mwanzo wa ukurasa mpya wa mgogoro? Nadhani katika sehemu ya komenti itapata kusikia wewe unatoa mawazo gani.